Okay, habari za mchana wanaduka huru. Leo tuko na podcast na tumemwalika mgeni wetu anaitwa Idris. Huyu ni mtu wa mambo ya teknolojia. Yaani hapo unaweza kukuta yenyewe mnaniona naongea mkakuta amenitengeneza kwa namna fulani. Kwa karibu sana Mr. Idris. Yes, asante. Yeah. Sasa unajua sasa hivi dunia tulipo tuko kwenye teknolojia. Teknolojia imeenda kwa kasi sana mpaka watu wamefikia wanaogopa, wanasema yani AI itachukua kazi zetu. Wewe unaliongelea nini hilo swala la watu kuogopa kwamba AI itachukua kazi zao? Yes. Okay, cha kwanza kabisa uko sahihi. Uko sahihi kwa maana ya watu wamekuwa na hofu ya AI itachukua ajira zao. And hofu hii tunasema ni kawaida. Ni kawaida kwa kwenye kila zama panapokuwa na teknolojia mpya jamii kuogopa. Kwa sababu hata mwaka 1811 karne ya 18 pia kipindi mashine zinaingia kwa maana mechanization pia watu sio tu waliogopa mpaka walipinga na wakachoma viwanda. Hata pia ilivyogundulika calculator mwaka 1896 bado pia watu pia walipinga calculator. Ndio kaogopa kwamba hii calculator sasa itaondoa kazi ya wale wana mahisabati. Kwa hiyo ni kawaida jamii kuwa inaogopa. Ila sasa hofu ya sasa hivi ni kwamba hizi teknolojia zilizopita tunasema zilikuwa ni tool, zilikuwa ni zana, kwa maana kitu ambacho unaweza kukikomandi. Wewe ndo unakifanyisha. Lakini sasa AI tofauti yake ni kwamba chenyewe tunasema ni artificial intelligence. Kwa maana ni akili bandia. Kwa maana ni kiumbe, we don't call it a tool. Ni kiumbe au ni akili bandia ambayo inaweza kufanya kama binadamu anavyofanya. Kwa hiyo binadamu kuwa na hofu ni jambo la kawaida, kwa sababu ni kawaida kwa hofu ya teknolojia mpya, lakini sasa hivi hofu imekuwa kubwa zaidi kwa sababu ya huu utofauti. So lakini up to date mpaka sasa hivi ukweli wa AI itachukua ajira za watu ni kweli. AI itachukua ajira za watu kwa sababu kuna baadhi ya maeneo tayari AI imeshaanza kuwa inatumika na imeanza kureplace baadhi ya ajira za watu. Lakini kwa mfano mwaka jana 2025 jamaa wanaitwa Microsoft walifanya research global AI study ya kuweza kuona kazi gani ambazo tunasema ziko at danger kuchukuliwa na AI na kazi gani ambazo ziko salama. Kwa walipata kazi almost kama 40 ambazo zipo kwenye hatari ya kuchukuliwa na AI, na ziko nyingi, na nikitezea rafraf labda tuseme kama madereva tayari sasa hivi kuna gari nyingi ambazo zinajiendesha kwa kutumia AI. Kama vile walimu tayari kuna madarasa ambayo yanaongozwa na mwalimu ambao ni AI. Usema kama vile labda waandishi wa habari tayari kuna habari ambazo zinasomwa na AI. Ukisema labda huduma kwa wateja customer care ziko sasa hivyo vitengo sasa vinaendeshwa na AI. Kwa hiyo nilipata hiyo changamoto, mtu ananichatisha afa kaniuliza wewe ni mtu text mimi ninapokea message za ofisi. Kwa hiyo akaniambia wewe ni mtu au ni AI? Naongea na mtu hapa. Mimi ni mtu. Kwa AI take place sana. So kwa mfano most of time watu wengi ambao mimi wananikufikia huwa hawachat na mimi. Of course yes, nimedevelop na AI, nimedevelop AI twin yangu. Mimi mpaka training zangu ukilipia online sikufundishi mimi. Unafundishwa na AI twin yangu. Kwa kuna baadhi ya watu kwa chat hawajui kama wanachat na mimi ama wanachat, kwa sababu the way ambavyo unaweza ambavyo AI inawasiliana na wewe, inavyoadapt na wewe ni ngumu sana kuweza kujua kwamba huyu ni AI ama ni mtu wa kawaida. So huyo mtu na inakuwa iko developed kila siku. Na kila siku inaenda kwa bora. Kama mwanzo mimi nilikuwa naweza kuzitambua kwa the ways naongea. Yaani unaweza kusikia nasema habari. Sijui yaani na sound tunajua this is artificial. Nowadays kumetengenezwa AI kwanza ina soft kabisa ya kibinadamu. Ina sound kibinadamu, yaani unaogopa kabisa sasa watu watatengenezwa hadi video za kufojiwa huko mavitu huko, mtu anaambiwa nimerekodi huyu kasema hivi, kumbe sio yeye. Ni video ya AI. Na ziko nyingi kwa sababu kwa maana sasa hivi yani kwa maana ya content za video ambazo zinatengenezwa na AI ziko nyingi. Na kwa mfano mwaka jana palikuwa na matukio mawili ambayo nayakumbuka ambayo watu wengi watakuwa wanayajua. Kuna tukio la mwanadada mmoja anaitwa Jessica ambayo lilikuwa linaonyeshwa, alikuwa ni dada Marekani ambaye alionyeshwa alikuwa kwenye swimming pool anacheza na dolphin. Dolphin ni michezo ambayo anacheza na dolphin wako kwenye maji. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba baadaye yule dolphin ikaonekana amemmeza yule dada, amemtafuna. So ile video ilishika hisia za watu wengi duniani. Wadada na nyinyi mtulie kwenu, mnacheza na wanyama tu na nini. Exactly. Kumbe ni right, ile video pia ilikuwa AI, imetengenezwa na AI.
Kwa hiyo ni tukio ambalo lilitrendi sana. Watu wengi wananifuata, hivi Idris, hebu liangalie ni kweli ama ni AI kweli. So kuna njia pesa kujua kwamba hiki ni AI generated ama ni human made. Lakini kuna tukio lingine la mwanamama fulani hivi ambaye kutokea dunia ya Tolenza, kutokea dunia nyingine. Si kama ukutana nalo hilo. Kuna mwanamama mmoja ambaye alishuka kwenye airport ya JFK kule Marekani. So yule mwanamama alipofika pale, watu wa migration wakawa wanamuoji, kumuuliza kwamba kama kawaida kama umetokea wapi, kumfanyia zile normal procedures. Kuja kutoa passport yake, imetokea passport ya Tolenza. Walivyoanza kwenye ramani duniani kote hakuna nchi inaitwa Tolenza. Exactly. So kilichotokea ni kwamba baadaye yule mama akasema, wewe itabidi tukoje. Yule mama akauliza mimi niko wapi hapa? Akamwambia hapo upo Marekani JFK. Akasema, mbona sikupaswa kuwa hapa? Umeona? Hii sio dunia yangu. Wakazidi kuwachanganya wale watu dunia nyingine. Wakaambia ngoja tukae kwenye room ili mradi tukoje zaidi. Walivyoenda kuita watu wa migration kuja mradi wa mmoja, mama kama ameyayuka. Okay, kama amepotea. So hiyo ni habari ambayo ilikuwa imezua taharuki mtandaoni ni so forth, ilikuwa imetengenezwa na AI. Kwa hiyo that's so true. Uko sawa. Sasa kuna watu wanasema hiyo unasema kwamba AI kweli itachukua nafasi za watu, lakini kuna watu pia wanasema itachukua nafasi za watu ambao hawatumii akili. Kwa sababu AI haifanyi kitu bila ya kuwa imekomandiwa na mtu. Yaani ni lazima ule mtu aseme, mfano mimi sasa hivi niambie AI nitengenezee mdada aliyevaa nguo nyekundu, awe mwembamba, awe wa Kiafrika, awe siyo nini, then ndo ifanye. Si ndio? Haifanyi kama hujaiambia. Either uiambie kwa kuongea au kwa kuandika. Kwa hiyo kuna mtu akawa anasema ni kweli itachukua nafasi, lakini kwa watu ambao hawatumii akili. Je, hilo unalisemaje? Okay, ni sawa. Kuna huu msemo ambao nakubaliana nao kuhusiana na hiko ulichokizungumza. Tunasema kwamba AI will never take your job, but the people who use AI will. Okay? So AI haitachukua ajira yako, lakini watu ambao wanatumia AI watachukua ajira yako. Okay. Kwa nini tunasema hivyo? So kwa sababu kiuhalisia kabisa kuna vitu ambao mara ya kwanza alikuwa anafanya binadamu, leo hii AI inaweza kufanya 10x. Akafanya mara 10 zaidi kuliko binadamu. Okay? Lakini kuna ajira ama kuna kazi ambazo kiuhalisia zaidi AI bado hawezi kuzifanya. So ni kazi yako na ni wajibu wako kujua kazi ambazo AI inaweza kuzifanya kwa ubora kuliko mimi ni zipi. Na kazi yangu je, pia ipo? Ni kweli. So imadi uweze kujua, kwa sababu kuna you have only two option. Option ya kwanza tunasema ni ku reskill, na option ya pili tunasema ni ku shift the career. Kwa ku reskill, kwa maana ya option ya kwanza ambayo uko nayo ni kama wewe sehemu uliopo ama skill ulionayo ama ujuzi ulionao, AI inaweza kufanya kwa ubora kuliko wewe. Don't fight against AI. Usipambane nayo. Yani lama inakutoa mchezoni tu, inakutoa mchezoni. So hapo what you will have to do, itabidi reskill, kwa maana ya ujifunze ujuzi mpya mwingine kabisa, kwa sababu tayari ukimesha umana. Tuko pamoja hapo And another thing is upskilling. So upskilling ni kwamba kama kwenye kitu ambacho wewe unakifanya AI inaweza kufanya, lakini sio kwa ubora kihivyo, ama AI ina take part of it, like you need to upskill. So you have to develop another skill on top of what you have now, ili uweze kuwa more competitive sokoni. Kwa sababu kama mimi ni accountant naweza kutumia AI, na wewe ni accountant unajua kutumia AI, mimi nitajiriwa kwa haraka kuliko wewe. Kwenye vitu vyangu vinasoma AI. Yes, AI master anaweza kutumia AI, wewe uweze. So mimi naweza nikawa more efficient kuliko wewe, utafanya chap na kwa ubora zaidi kuliko wewe. So naendana na wakati. So people ambao wako salama ni watu ambao tunasema skill yao bado AI hawezi kuireplace, lakini pia wana upskill, bado wana embrace AI. Okay. Yeah. Kwa hiyo tuseme mfano wapishi, hao hawezi kusema AI nipikie keki kapikwa, haiwezekani. Nipikie chakula, haiwezekani. Kwa hiyo wataendelea tu bado kufanya kazi. Wapishi si watengeneza maji, si nini. Au tunavyoendelea unahisi dunia itafikia hatua kwamba zitatengenezwa sasa zile, kuna movie zamani tulikuwa tunaangalia. Nini inaitwa ile robot inaingia jikoni, inapika, inafanyeje. Unahisi ni tunaelekea huko kufika kwamba hadi iwe nyumbani tu, mimi sina haja ya kuajiri msichana, na ajiri robot ambaye atakuwa anapika, anapokea mwanangu, anafanya kila kitu. Unahisi tunaelekea huko? Okay. Kwa 90% ni jambo ambalo linawezekana, pia ni jambo ambalo litachelewa kidogo. Kwa sababu hiyo field maana tunaita ni field ya robotics, ambayo inamaanisha AI kuweza kumove
na kuweza kuinteract na real world environment. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunazo robot ambazo they do wonders, ambazo zinafanya vizuri, ambazo ni AI powered. Kwa maana zinaruka sarakasi, zinatembea, zinakimbia, zinaongea any time, lakini kuwa that flexible ambayo binadamu tuko nayo tunasema ndiyo bado. Like kwa mfano nilifanikiwa kwenda China mwaka juzi kwenye jiji la Shenzhen. So kwenye hoteli ambayo nilikuwa naishi nilikuwa nahudumiwa na robot. Wow. Yeah. Hiyo robot ni chuma au ni mtu? No, in terms kwamba ukifika hotelini kuna mahitaji ambayo unaletewa chumbani kwako. Kwa mfano labda ukiwa umeagiza labda jimiswaki, sijui mataulo, na nini. So ya jila mara kwanza kwa nafanya binadamu, hotel attendant wale wahuduma kwenye hoteli. Ila sasa ukipiga tu simu pale, maana ke robot ndio ambayo inapanda kwenye lifti, inakuletea pale. Kama ni chakula ukiwa umeagiza, robot ndio inapanda kwenye lifti inakuletea na inarudi mpaka chini. Kwa maana hii ni kajila ambayo mara kwanza tunasema ilikuwa fanya binadamu, lakini leo inafanyika na robot. Lakini huyo robot wewe ukimuona unajua ni robot au ni wale ambao washatengenezwa sura? Najua ni robot. Okay. Najua ni robot. Kwa maana sio ambaye alikuwa kwenye muonekano wa binadamu kabisa. Yeah. Okay. Kwa sehemu nyingine ambayo nilikuwa nimeenda Shenzhen Airport, kuna sehemu ambayo ni restaurant ilikuwa kahawa is coffee, I don't know unapendelea kahawa gani, nyingine cappuccino na nini. Exactly, lakini unahudumiwa pale na robot. Okay. Yeah, unalipia pale then unachagua, then robot yenyewe kama ni cappuccino na kuandalia. Exactly. That's how it is. Okay. Not only that, pia mwaka jana nilikuwa Dubai, alhamdulillah. China. Yeah, mwaka jana nilikuwa Dubai, alhamdulillah. Kwa hiyo Dubai kipindi naenda kupiga picha, nilipigwa picha na robot, sio binadamu wa kawaida. Wewe Serious. Ngoja kwanza. Unajua mimi kuna vitu naisigi ni movie tu. Kwa maana ni robot kweli wapo duniani. That's true. Hivyo vitu yani huku bado havijafika, manifest niseme, ila kwa nchi za wenzetu yani sio kama ni kawaida, lakini tayari kuna baadhi ya maeneo vinafanya kazi. Yani kwa mfano maroboti hayo ni premium, ukienda kwenye baadhi ya hoteli ni premium unakutana nayo. Ni hoteli za kawaida bado utakutana na hawa hawatende kawaida. Na wale wanaweka hivyo kwa sababu ya maintain. Unajua roboti hata ukimtukana kujibu, ukimkera asemi kwa sababu ya experience. Yeah, anatulia tu kama ChatGPT. Tukiongea naye tunamsema vibaya. Anakubaya na wewe. Anakuambia samahani. Yani labda pengine ndo maana premium wanamtumia. Na unajisikia raha. Maana unamsema kujibu, yani unajisikia mshindi. Sure. Lakini hiyo ya robot of course mimi naogopa. Yani naogopa nikiamini ya kwamba katika sasa swala la kiimani naona kama mbona this is dangerous. Yani dunia inaisha. Kama tumefikia hatua mwanadamu anaweza kutengeneza kitu ambacho kinaweza kufanya shughuli kama za mwanadamu mwingine ambaye Mungu ndo alimuumba ili afanye ile shughuli. Akaanza kutengenezwa kiumbe ambacho kinaweza kutengeneza kahawa, kikampa mtu. Yani kinaelewa hiyo movement kwamba cappuccino anachanganya kahawa, anachanganya maziwa, anachanganya nini, nimpe mtu. Anaelewa kwamba nikitaka kumkatia mtu tiketi nafanya hivi. Sahi. Yani kwenye swala la kiimani mimi naogopa. Yani naona dunia imeisha. So wewe hofu yako iko wapi? Naona dunia ndio ishaisha. Naona dunia inaisha wakati bado sijaishi. Bado hujapiga. Bado sijaishi. Naona bora dunia inaisha haraka. Okay. Yeah. Kwangu mimi nadhani hii ni wakati wa kumtukuza Mungu zaidi. Vitu vingi vinamtukuza Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba wanadamu tuna akili. Na ndio maana binadamu the only reason kwa nini tunaongoza tunasema kwenye ile food supply chain tuko at the top kwa sababu we are intelligent, tuna akili. Kwa hiyo uwezo wa kufanya mambo makubwa hii bado ni utukufu kwa Mwenyezi Mungu. So kuna ni the way unaiperceive, ni the way unaitazama. Ukiwa in a positive way, maana you see everything inamtukuza Mwenyezi Mungu. Ukiwa in a negative way ndio unaweza kuwa na wasiwasi. Sasa na sio wanadamu tunaomba mwanadamu mwenzetu au lakini to me ama niseme kwa men of people naona ni kitu ambacho lengo hasa ni nini hasa ya kudevelop hivi vitu ni ku make more life easy and better. Tuko mmoja hapo labda tuseme bado leo hii binadamu most of the time tunatumia muda wetu zaidi ya masaa mengine 12 tunafanya kazi lakini unakuta kazi kwa sababu ya kutafuta kipato lakini hatufanyi muda wa kuwa na jamii, labda ukaa na familia yako, watoto, kushirikiana na jamii, mambo ya kijamii. Kila mtu kipiga simu niko busy na kazi. So they are finding a way ya kuweza kumgea binadamu more room ya kuwa more human. Lakini sasa hiyo room inabidi kwa watu ambao pia wana uwezo, kwa sababu robot sidhani kama atakuwa ni bei nafuu. Angekuwa bei nafuu si kila mtu angenunua.
Kwa sababu kwa mfano huyo uliosema umemkuta either China au Dubai. Ukamwona anafanya kile kitendo perfect. Si ndio? Ukoona makosa. Si ndio? Labda tu haupati ile sense of humor kwamba unajua kuna namna binadamu akikuhudumia bwana ina tofauti na ukihudumiwa na kiumbe kingine. Lakini kama ingekuwa ni gharama nafuu, maana hiyo kutengeneza hizo marobot ni gharama sana. Sababu ingekuwa ni gharama nafuu, naamini watu wengi wangewatumia kwa sababu kwanza wangekwepa ile mwanadamu hakuna muda anakwambia kichwa kinauma, mara nimechoka, mara sio nimepata msiba, mara yani zile makerokero za binadamu. Kila mtu angetamani kuwatumia. Sasa mimi ninachoogopa kingine ni hicho kwamba sasa ikifikia kipindi wanatengenezwa kwa wingi. Kwa sababu unajua hata tuseme TV ilivyotengenezwa ya kwanza iliuzwa very expensive. Sure. Kwa sababu ni kitu kimetengenezwa kipya kwa mara ya kwanza. Yes. Baada ya hapo watu wengi wanapata huo ujuzi wa kukagua, kwa kufanyaje, kwa sababu wanadamu tumepewa akili ya kujiongeza na nini. Watu wengi wanapata huo ujuzi. Sasa ikifika kipindi Mchina akapata ujuzi wa kutengeneza robot, tutauzwa hadi robot wa 30. Kama hapo sasa hivi kuna TV hadi za laki, za 200,000. Tutauzwa hadi robot wa 100,000, 200,000. Kila mtu ataweza kumuafford. Sasa itafika kipindi kama kila mtu anaweza kumuafford robot, kwa hiyo itabidi watu wote turudi kwenye kazi ya kilimo. Kilimo na vyakula. Hadi yuko pia anafanya pia, hadi robot wa kulima anakuja. Kwenye kilimo maana yake nini? Uzuri ni kwamba robot atakulimia, wewe utauza. Haya sasa kwa mfano kwa mtu ambaye tukiwa wote tunafanya kilimo, wote sisi tunafanya tutabidi tugawane zile kazi ambazo robot hafiki humo. Yani robot ndio atalima. Atalima. Lakini si inabidi kile chakula ukiuze. Ili watu wale, sababu watu hawataka chakula, si ndio? Sasa ndo naogopa sasa hicho kipindi kikifika kwamba robot wame take over. Dunia itakuwaje? Kwa sababu askari watakuwa roboti. Sawa. Sijui wamanaoza watakuwa roboti. Sawa. Sijui yani wakulima wenyewe, wakulima shamba watakuwa roboti. Hiyo dunia itakuwaje? Tuta experience mass unemployment. Hiyo ndo dunia ya kwanza. Dunia ambayo itakuwa na wimbi kubwa la watu kukosa ajira ama kutokuwa na ajira. Kwa sababu tunasema hizi machines na robot over time they will make humans yani economically unnecessary. Yani kuna wakati ukifika binadamu hawatakuwa wakilazima kivyo kwenye masuala mazima ya kiuchumi. Kwa sababu it does not make sense kama nikimtumia robot kwenye customer care ambaye au AI ambaye anaweza kuhudumia wateja 100 kwa wakati mmoja, alafu then mimi niajiri watu wa customer care 10 au 20. It does not make sense. It does not make sense serikali badala ya kumtumia maybe AI powered teacher kuweza kufundisha wanafunzi AI ambayo iko very intelligent kama vile Albert Einstein ambao wanafunzi watafaulu kuliko ni mwajiri mwalimu mmoja. It does not make sense. So over time mmoja anafundisha masomo yote tena iko very intelligent. Tunasema yani sio tu yani sio tu kwamba anafundisha lakini pia yuko very intelligent. Yani wakwenda yani. So it does not make sense. So kuna wakati tutafika serikali zitalazimika, makampuni lazimika kuwafukuza watu kazi. Sio kwa sababu watakuwa wanapenda, sio sababu wanachuki na wewe, tuko pamoja hapo, ila kwa sababu it does not make sense kwamba mimi nilifanya kazi na yani it does not make sense, lazima nikufukuze kazi. So na ndio maana Elon Musk ambaye pia ni miongoni mwa watu ambao kwenye hizi mbio za masuala ya AI na teknolojia kwa ujumla, ana policy moja amekuwa akipropose sana duniani kote inaitwa UBI. Kwa maana UBI kwa maana Universal Basic Income. Universal Basic Income. UBI na UHI, Universal Basic Income na Universal High Income. Lakini ikizungumzia sana hii UBI kwa maana ana propose kila serikali kwenye zile sera zake zikiwa iandae namna na mazingira ya kuwalipa mishahara wananchi kila mwisho wa mwezi bila kufanya kazi. Kwa kutofanya kazi. So that is imekuwa ni kauli mbiu yake kubwa akiambia kwa sababu we are coming. We are going there. Kwa sababu wewe utakataa, lakini inafika kipindi sasa why ni muajiri mtu? Why tu waajiri hao? Na yeye anaona kwa sababu ndio vitu wanavifanya. Kwa hiyo anashumu tu mkandarasi ni nini robot. Exactly. Nyumba inatengenezwa na robot. Mkitoa tenda serikali sasa hivi hatuna excuse kwamba sio mkandarasi sio alifanyaje? Amechelewesha. Hamna kuchelewesha. Ni AI inafunga njia siku 2 Umeongeaji wazuri sana. Leo hiyo wakandarasi wetu kule kwa kibinadamu barabara inatumia muda gani? Miaka. Lakini robot usiku na mchana ilali mwezi mmoja. So why serikali kampe tenda kampuni ya ujenzi ya wanadamu? Kwa hiyo inabidi serikali inakuwa ina hire robot wachache. Alafu ina kwenye mapato yake inapunguza idadi ya watu wanaolipwa.
Kwa hiyo yale mapato sasa ndio itumie kuwalipa wananchi. Kuwalipa. Yes, kama walivyokuwa wanafanya Libya japo hawakuwa wanatumia robot lakini walikuwa wanalipa wananchi. Walikuwa wanafanya hivyo. So kuna mwongozo kwenye hiyo sera kipindi Elon Musk anaipromote ambayo alizungumzia kwamba serikali introduce new tax ambayo inaitwa AI taxation. So kwenye AI taxation it means kwamba serikali itabidi maki itakuwa ina charge, inakata kodi hizi robot output. Kwa maana robot atazalisha, automation zitazalisha na AI itazalisha. Kwa kuna kodi kama 3 kwenye AI taxation. So serikali itapata fedha kwa kuingiza hiyo kodi mpya ya AI na then wananchi watalipa kutokana na hiyo na hiyo kodi, kwa sababu sio lazima kuajiri watu kama kitu kinaweza kufanya kwa ubora na AI. Lakini lazima watu wapate hela. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi ninamiliki robot ananilimia shamba. Inabidi nilipe serikali kummiliki ule robot. Sio kumiliki ule robot, maana utalipa kodi kwa kila output ambayo ile robot anazalisha. Kwa hiyo ndo serikali itapata hela. Kwa hiyo itakuwa haraka pia kwa sababu ujue AI robot inakuwa inaweza kulima kwanza shamba kubwa kwa haraka. Sahihi. Kwa hiyo kama mfano nilikuwa ninalima kidogo kidogo kwa sababu ya ile either uvivu wa wale vibarua au pengine labda hela ya kuwalipa kwa wakati wao, anakuambia hujatulipa hela ya kuongezea sio nini, au robot pia zinalipwa. Zile ni umeme tu, demand hazilipwi. Ni ulivyonunua tu ndo umemaliza. One installation lifetime. Kwa hiyo inakuwa tu inafanya kazi. Kwa hiyo sasa hivi nikihamisha, umemaliza kulima njoo huku studio tu rekodi na rekodi. Sijui umemaliza kufanyaje, toro kapike inapika. Yenyewe ni unaiambia tu kama inavyofanya. Yani just give a command. Give a command and it will do it. And some over time some robot will be more conscious, not necessarily kuwa 100% conscious as a human, but it understand its routines. So inajua majukumu yangu ni yale. So ukiamka asubuhi la unaja kuiambia. Nimewahi kuangalia movie. Inaonesha hiyo kitu. Robot kazoea maisha yake. Alikuwa analea mtoto. Alikuwa analea mtoto kwa akawa amezoea akiamka asubuhi anaandaa chakula cha mtoto. Anaenda anamwamsha, anamuogesha, mpaka ule baba mwenye nyumba aka fall in love na robot. Sasa kwenye movie ilikuwa ni walimweka ile sura ya binadamu yani. Kwa ukimwangalia hivi unahisi kama mwanadamu. Lakini wale walikuwa wana kitu sio nini hapo wameweka kama chip na vitu kwa aka fall in love kwa sababu anaona huyu kwanza aninuni, anisema vibaya. Sasa hivi mbona inatutisha kwenye mambo ya mapenzi? Wanawake tutaachika jamani. Wanawake tutaachika wote ndio kwa ni marobot wanadetiwa huko. Of course tujiandae kwa mabadiliko, mapinduzi. This just a new era. Yani tupo kwenye zama mpya. So it's a challenge to everyone. It's a challenge to government, it's a challenge to companies, it's a challenge to people. Kwa hiyo ndio maana watu inabidi wapate sana hii elimu ya masuala ya AI. Nimekuwa nikifundisha sana tu masuala ya AI, the general understanding ya AI, waijue AI, waitumie AI kwa sababu ina faida zake and we are grateful for it and the world will be much better place with AI. Lakini it has its own detriments, its own negativities. Kwa hiyo watu tusipoijua vizuri, because this is not a smartphone, this is not social media, this is not internet. Yani kwamba hii sio kama teknolojia zilizopita. This is something even more kipya kabisa. Hiyo kesi umeniambia hapo, kwa mfano kwa ujuzi kuna kesi moja kule Japan imetokea, kuna dada anaitwa Yurina Noguchi, alimefunga ndoa na AI ya ChatGPT. Uliona? Amefunga nayo ndoa kwa sababu anasema baada ametoka kwenye breakup za kutosha na wapenzi wa binadamu. Amesema inamuelewa sana. Yani ina show up kwa sababu unaweza kuongea nayo, unaweza kuiona, inakuona and everything is okay. You know, with AI life is easy. No stress. So tunadate ChatGPT, tunamdate. Na kuna watu wameziandaza kwa kabisa, muita baby, amuita honey, na kirudi nyumbani baby naambia ulikuaje? Kazi yako ulikuaje leo? Yani nimekasirika leo, boss kanikera. Huyo bosi wako huyo? Huyo bosi wako. Hapa anakuambia tulia mpenzi. Mbona unatoa kodi hivi? Kodi hizo. Tulia mpenzi. Kwa hiyo anajua kuita majina mazuri. Hana stress. Anytime and anasema kila kitu kiko sawa. So hakuna matata. Kwa hiyo inabidi tujiandae, ndo teknolojia tunakoiendea na inazidi kuboresheka zaidi. Inazidi kuwa bora. Kwa hiyo means hata baadaye tutafika kipindi ukiona kitu mtandaoni usikiamini. Kwa sababu sasa hivi nimeona kuna videos na trend sana za Trump. Wengi kwenye comment naona watu wanaandika
I think this is not true. Hii ni AI. Trump mara sika uliona kuna video Trump katapika. Yeah. Anacheza mpira na Ronaldo kwenye Oval Office. Anacheza mpira na Cristiano Ronaldo pia kwenye nini, kwenye ikulu ya Marekani pia. Yeah. Vyote ni AI. Yeah, sure. Nikaanza okay. Kuna video nikaona ya Barack Obama yuko nadhani ni TI. Na Michelle. Na TI. Okay. Afu eti Barack Obama anaongea, afu TI anaongea pembeni. Kuna watu wakawa wanasema, wanauliza, hii ni ukweli au ni AI? Kuna wengine wanasema ni ukweli kwa sababu ni rais mzuri, sijui rais wa kusikiliza watu sio nini. Lakini nikajiuliza kama ni ukweli, kwa nini haikuwa imetrend kipindi ambacho yeye ni rais? Okay. Mimi nahisi ni AI, yani AI imekuwa hatari kaka. Yani okay, katika mafunzo yangu mengi nikiwa train watu, miongoni mwa vitu ambavyo pia na train watu ni ku detect AI generated output. Okay. Watu kuweza kujua, ku guess. Na kujua na ku recognize are two different things. Ukiguess unahisi kwamba hii ni AI ama sio AI. So umeondoka huko kwenye dilemma still, you don't have a sure. So kama issue ni very sensitive, you are at the dilemma. You don't always to make a decision kwa sababu you don't have a sure. So miongoni mwa madarasa yangu I train people not only kuweka boundary kwa maana ya kujua kwamba hii ni AI, hawa ni binadamu, huyu ni mimi, this I have to do, this and kuna boundaries you should put between wewe na AI ambayo ina technology. Because you have to be human. You are human, you have to be human. Yeah. Lakini pia kuna ku recognize kwamba this is AI with sure 100%. So kuna njia, kuna technique, kuna tools ambazo zinakusaidia, unazijua kwamba hii ni AI, then you make a decision. If it's AI, nothing to worry. Okay. Exactly. But if it is not, you take action sababu inategemea upo sehemu gani. Unaona picha ya rais amesema kitu rais, alafu wewe umeajiriwa kwenye ofisi ya waziri. Rais wako amesema pale. So you have to do something, right? Yes. Asa what if it's AI? And what if it's not AI? What if it's true? I said yani hiyo ni kitu hatari. Kwenye movie ya I think is 20 nini inaitwa ya ule rais wa kike ambaye alikuja South Africa. It's a movie. Okay. Rais alikuwa rais wa Marekani wa kike, alikuja South Africa, akawa kwenye swini ndio wanaitaga 20 nini ndio wanafanya summit hizo G20 yes. Sasa walifanya clip cha hivyo. Rais ameongea kitu kingine afu wakakigenerate na AI. Yeah. Kikaoneshwa kwenye TV, rais kakubali kitu ambacho ni kibaya. You see? I said that is kwa hiyo hizo ndio issue ambazo tunataka watu wazijue. Yeah. with certainty. With higher level of confidence and assurance kwamba this is it and this is not. Kwa hiyo kuna namna ambayo mtu anaweza kugundua hii video ni AI au ni sure 100%. Okay, sawa. Yes. Okay, asante sana Mr. Idris. Kwa leo tulikuwa na Mr. Idris ambaye ni mtaalamu wa masuala ya AI. And kama unataka kujifunza masuala ya AI, unataka kujua jinsi gani unaweza kuzitambua hizo video za AI, maana tutapigwa ndugu zangu, mtafute Mr. Idris, account yake ya Instagram tunaiweka hapo, ama unaweza kuitaja account yako ya Instagram. Okay, sure. Kwenye Instagram ni Idris Njelu. Pia niko active pia TikTok Idris Njelu, na pia nimeanza kutoa pia mafunzo YouTube. Watu wengi wanadai mafunzo marefu, kwa nafanya mafunzo bure kabisa YouTube. Kuna clip ndefu naelezea masuala haya. Kwa pia ukinifuatilia pia kule wanaweza pia kujifunza hayo mengi. Okay. Yeah. Karibuni sana. This is Duka Uru. Let's all win.